nisome ile Isaya mstari wa 10. Isaya sura ya 10 na mstari wa 27. Tuone ni jinsi gani nila tunaweza kuzivunja, upako unavyoweza kuvunja hizo nilo ulizowekewa. Inasema tena itakuwa katika siku hiyo. Unaona? Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nila yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Upako ufanya upako uvunja nila. Ndio maana nasema tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani. Ule mzigo uliotwikwa, yale vifungo ulivyowekewa vitaondoka. Kwa fanyaje? Kwa kupakwa mafuta. Na nila yako shingoni mwako, nao nila itaharibiwa. Kwa sababu ya kutiwa nini? Kutiwa mafuta au kupakwa mafuta. Ukiwa na upako, zile nila hazitokukaribia. Ukiwa na upako, nila hazitokuwa begani mwako. Ukiwa na upako, kitiwa mafuta, hakuna kifungo ambacho kitakaa juu yako. Kwa sababu ya nini? Ya upako, ya yale mafuta uliyowekewa, ya yale mafuta ya Roho Mtakatifu uliyowekewa. Okay? Mungu, yani nila zitaondoka. Kwa mfano tuseme hofu zitaondoka. Dhambi, magonjwa, kukata tamaa. Kuna watu kuna nila ambazo zipo ndani yao, kukata tamaa. Wanaona ile jambo haliwezekani. Wamewekewa nila, zile kifungo cha kukata tamaa. Mungu ana uwezo wa kumweka mtu huru. Upako huondoa mizigo ya kiroho. Ndio maana tumesoma hiyo Isaya 10 na ule mstari wa 26. Isaya sura ya 10 na ule mstari wa 27 inasema, nitarudia tena, kwa sababu kuna watu wamewekewa nila, na hizo nila kupitia neno hili zitaondoka kwa jina la Yesu. Usimchokoze Roho Mtakatifu nyie. Tawaachia. Haya, nitarudia. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako. Kwa neno hili, zile nila ambazo umewekewa, kile kifungo ulichowekewa, ile mizigo uliyobebeshwa inaondoka kwa jina la Yesu. Zile nila shingoni mwako, yale mapepo yaliyowekwa ndani yako yataondoka. Yale mapepo yataondoka menyewe kwa sababu ya kutiwa mafuta. Tumeangalia upako uvunja nila. Upako unavunja nila, vifungo, mizigo begani mwako inaondoka. Pia tuangalie jinsi ya kupokea upako. Jinsi ya kupokea ule upako
unatamani upako ndani mwako. Upako ukaongozi, upako ukavunje zile nila, upako ukakufanya wewe kuwa engineer professional. Tukisoma ile Mathayo sura ya 7 na mstari wa 7 inasema, ombeni nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Tusome Mathayo 7 na ule mstari wa 7. Neno la Bwana Neno la Bwana linasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo ukiomba lolote kwa Mungu anakupa. Kitafuta upako unapata. Mungu anakupa upako. Kwa nini akunyime? Kwa sababu amesema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi. Hata kama umeenda kufunga unatafuta upako, Mungu anakupa huko. Ombeni, ukiomba anakupa. Ukifunga anakupa. Ukibisha hodi ukamwambia Mungu nataka upako, anakupa. Kwa nini akunyime? Aya. Namna nyingine jinsi ya kufanyaje ya kupokea upako, ya kwanza ni maombi, ya pili utakatifu. Ukiwa mtakatifu, upako utakuwepo ndani yako. Upako utakuwa ndani yako. Waraka wa kwanza wa Petro na mstari sura ya 7 na ule mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro mstari wa kwanza na ule mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Akutiaye mafuta ni mtakatifu. Kwa hiyo yale mafuta yakitaka kuja ndani yako lazima uwe nani? Mtakatifu. Kwa maana yeye ni mtakatifu, yakupasa hivyo na wewe uwe mtakatifu ili yale mafuta yakae ndani yako.